Yeah. So mtazamaji wa Trend TV pia vile vile ni kwamba hapa tulikuwa tunataka tuweke bayana kwamba Juma Lokole bwana amekuja kuzungumza jambo ambalo watu wengi sana walikuwa hawalijui. Ni kwamba Harmonize Konde Boy bwana alikuwa mbioni kwa ajili ya kufunga ndoa na Kajala. Juma Lokole bwana amefanya mahojiano hivi karibuni na moja kati ya media hapa Tanzania, Karima Story, ambapo akaelezea kwamba katika moja kati ya vitu ambavyo walikuwa wameviplani Kajala na Harmonize ni kwamba tokea Disemba walikuwa wako mbioni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakamilisha swala la ndoa mnamo mwaka huu. Yani mwaka huu hapa 2026 mwanzoni kabisa, lakini kwa bahati mbaya mshenga wa Harmonize ambaye anafahamika kwa jina la Sebo, kama ulikuwa ufahamu, ni huyu jamaa ambaye amefariki hivi karibuni, ambaye ni mmoja kati ya viongozi wakubwa kabisa katika media ya EFM. Kama ukiangalia vizuri hivi karibuni EFM pale walikuwa na msiba wa mmoja kati ya wakurugenzi wa media hiyo ambaye ndo anafahamika kwa jina la Sebo. Sasa baada ya Sebo kufariki, kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba mipango ya ndoa ya Harmonize kidogo imepoteza mwelekeo kutokana na kwamba mshenga mwenyewe amefariki mnamo siku chache tu zilizopita, lakini swala zima la ndoa ya Harmonize lilikuwepo na mipango ilikuwa imeshaanza, lakini ndio hivyo tena, mshenga amefariki. Kwa hiyo Juma Lokole bwana ndo amekuja kutoboa hiyo siri, jambo ambalo watu wengi sana walikuwa hawajui. Ni hivyo kwamba ndoa imekwama kutokana na mshenga amefariki, marehemu Sebo, lakini bado plani za kuoana ziko pale pale. Anaweza akatafuta mtu mwingine mwenye busara akasimamia swala hilo, lakini hapo awali waliamua kumchagua Sebo kwa nini? Moja kati ya watu wa karibu sana wa Harmonize ambaye alikuwa anatatua sana ugomvi, yani matatizo mengi ya mahusiano ya Harmonize na Kajala. Marehemu Sebo ndiye alikuwa anatatua kwa mujibu wa Juma Lokole alivyoeleza. Kwa hivyo basi ilikuwa ina sense 100% marehemu Sebo angekuwa ndo mshenga, lakini ndio hivyo amefariki. So kwa sasa hivi anatafutwa tena mtu mwingine, lakini jambo la ndoa kati ya hawa wawili liko pale pale, na kubwa zaidi ni kwamba Kajala mwenyewe ameridhia, amekubali kubadilisha dini, yuko tayari kuwa Muislamu. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wanadhania kwamba ndoa ya Harmonize na Kajala itakuwa ngumu kwa namna moja au nyingine, bwana hilo jambo alipo, kwani tayari Kajala mwenyewe yuko tayari kubadilisha dini kuwa Muislamu muda wowote kwa ajili tu ya kufunga ndoa na mpenzi wake Konde Boy, kwani anampenda sana. Watu walikuwa nadhania kwamba itakuwa ni ndoa ya bomani, kila mtu atabaki na dini yake, au labda Harmonize kwa vile ndo anaonekana anahangaika sana na Kajala, huenda yeye ndo kabadilisha dini kuwa Mkristo, lakini mambo hayapo hivyo. Ni kwamba Kajala mwenyewe ameridhia kuja kuwa ameridhia Kajala kuwa Muislamu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vile vile kama unavyoelewa, kama labda kuna vitu vimekupita, nataka nikuelezee tu ni kwamba Naam mtazamaji bwana, habari njema kabisa ambayo imetufikia hapo ofisini kwetu bwana ni kuhusiana na sakata zima la Harmonize na Kajala. Bwana Harmonize na Kajala bwana, finally baada ya tetesi kusambaa huko mitandaoni, ikabidi kwanza tusilete taarifa moja kwa moja, tuifanyie uchunguzi wa kina, na then baada ya kupata confirmation kwamba ni kweli kutoka kwa moja kati ya watu wa karibu kabisa wa pale Konde Gang, sasa ndo tumeamua kuja kukupa habari kamili, mtazamaji wetu wa Trend TV. Bwana, hapa tunazungumzia swala zima la familia. Harmonize na Kajala bwana wanakaribia kuwa na familia, kwamba Konde Boy anataka kuanzisha familia rasmi ya kwake kabisa yeye mwenyewe na Kajala. Bwana, tunachozungumza hapa ni kwamba Kajala bwana, tunavyosema hapa, japokuwa watu wengi sana wamekuwa wakimsema kwamba umri wake umeenda na anaweza asipate nafasi tena ya kumzalia Harmonize, bwana, hayo mambo hayajawa hivyo kama watu walipokuwa wanadhania. Ni kwamba mambo yamekuwa tofauti kabisa na kile ambacho watu walichokuwa wanakidhani kuhusiana na kapo hii ya Konde na Kajala. Tunachotaka kuweka wazi hapa ni kwamba Kajala bwana ni mjamzito, ana mimba ya miezi miwili, na mwenye mimba aliyempa bwana ni si mwingine bali ni Harmonize Konde Boy. Kwa hiyo Harmonize bwana amempa ujauzito Kajala wa miezi miwili, jambo ambalo kiukweli bwana limekuja kuwafurahisha watu wengi, limekuja kuwafanya mashabiki wawe very excited baada ya taarifa hizo. Kwa hiyo dondoo zilianza kusambaa mitandaoni, lakini baadaye watu mbalimbali wa karibu kabisa na Harmonize wakaja kufanya interview,
wakafanya mahojiano kuhusiana na hilo swala na kuja kuweka bayana, yani kufanya confirmation kwamba ni kweli Harmonize na Kajala wanatarajia kupata mtoto wa kiume hivi karibuni. Mtu wa kwanza kabisa kuzungumzia taarifa hiyo alikuwa ni Dr. Kumbuka, ambaye yeye Dr. Kumbuka bwana amefanya interview na akaweka wazi kwamba Kajala sasa hivi ni mjamzito, na akaonyesha mpaka confirmation kwamba alikuwa anazungumza naye kwenye simu hivi karibuni tu alikuwa anazungumza naye kwenye simu, na Kajala mwenyewe ndo akamwambia kwamba yeye kweli ni mjamzito wa miezi miwili. Kwa hiyo alivyokuja kufanya interview, Dr. Kumbuka akaja akabainisha wazi kwamba Kajala ni kweli ana mimba ya Harmonize, na mpaka sasa hivi Paula anatarajia kupata mdogo wake wa kiume. Umeona bwana, lakini pia vile vile Amara anatarajia pia kupata mjomba. Hiyo ni kwa mujibu wa Dr. Kumbuka. Na kama unavyofahamu kwamba Dr. Kumbuka ni mmoja kati ya watu wa karibu sana na hii familia ya Harmonize na Kajala. Lakini ukiachana na Dr. Kumbuka vile vile ni kwamba Mwijaku naye pia amekuja kurekodi video kabisa akiwa analizungumzia swala hilo, akiweka bayana kwamba ni kweli kwa sasa hivi Harmonize na Kajala wanatarajia kupata mtoto, kwani tayari Kajala ana mimba ya miezi miwili. So hebu msikilize hapa Mwijaku mwenyewe akizungumzia swala hilo. Bwana Harmonize ametuhakikishia kuwa Kajala ni mjamzito na ana mimba ya miezi miwili, na soon wanategemea mtoto wa kiume Konde JR. Swali linakuja, je, unafikiri ni kweli Kajala ameamua kubeba mimba kabla hajaolewa, au Harmonize amefunga ndoa kimya kimya bila kuwashirikisha watesi wake? Kwa sababu Kajala kauli yake ya mwisho anambia Mwijaku, sitazaa mtoto nje ya ndoa. Hakijua mtoto wote nitakayezaa ujue nimezaa ndani ya ndoa. Swali linakuja, Harmonize kaoa kimya kimya? Kwa sababu Kajala halagi maneno yake. Kajala hali maneno. Hajawahi kusema kitu Kajala akaja akabadilisha maneno. No. Swali linakuja, Harmonize kaoa? Kama kaoa, kwa nini ameoa kimya kimya? Kajala ito jina gani? Shusha comment hapo chini. Call me this thing with your expensive life. Hala, hala. Kajala mjamzito. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Huyo ni Mwijaku amelizungumzia swala hilo, lakini pia vile vile ni kwamba katika peji ya Mwijaku Harmonize alienda kucomment pale, na comment ya Harmonize ndio imekuja kugonga muhuri, yani imekuja kustamp au kuclarify kwamba ni kweli Harmonize anatarajia kupata mtoto wa kiume kutoka kwa Kajala. Kwa mujibu wa komenti ya Harmonize ameandika kwamba Konde JR on the way, alafu akaka pale emoji ya kopa, yani akiwa anamaanisha kwamba Konde Junior, yani mtoto wake anakuja hivi karibuni. Na Mwijaku akaja ka comment na yeye akaandika mashallah mashallah, yani kama vile anamshukuru Mwenyezi Mungu au anawapongeza pia hawa kwa kutarajia kupata mtoto hivi karibuni. So swali kubwa kama hivyo alivyozungumza yeye mwenyewe Mwijaku, anadai kwamba Kajala alishawahi kuweka bayana kwamba yeye hawezi akazaa mtoto kabla hajaolewa. Sasa je, wapo kama amezaa mtoto ina maana kwamba tayari ameshaolewa? Yani kana kwamba Harmonize ameshafunga ndoa na Kajala ya siri siri.